La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Anataka umtoe kikoi mama yako mzazi. Aje? Ndugu yako Chumvi Nyingi ameshatutoka. Amefariki. Amekufa. Yatupaswa sisi tuwe mfano wa kuigwa kupitia huyu tunayemuona hapa. Tulikuwa naye juzi, tulikuwa naye majuzi, lakini leo tumekuja kumpumzisha katika maisha yake ya milele. Chumvi Nyingi amefariki. Sakalatul mauti, sakalatul mauti, sakalatul mauti, sakalatul mauti. Nakumbuka yule mganga aliniambia kuna kodi hizo, ukitaja tu neno hili na hili unapaa unafika mpaka kijiji unachokitaka. Kunuia tu jina la kijiji, nimenuia sawa. Sasa hapa inawezekana ndo kijiji hapa mimi natakiwa nirudi. Shida nimeangukia kisimani, kwa nini singeangukia sokoni? Mimi mjinga kwetu ningeangukia sokoni, sio ngenijua kama mimi mchawi. Lakini dada akanikimbia, kapita njia hii. Bila shaka huko ndo kutakuwa kijijini huko. Kwani kamtafuta yule dada mwenye lipsi denda yule. Nimpe ikaniki amsaidie mama yangu. Mungu. Nisaidie. Kwa mara nyingine tida. Let's go. Nikataa ile gari, umesababisha mambo yangu mengi ya feli. Naweza nikakubali hapo? Ndiyo kosa lako. Japo binadamu wengi mumeenda kuomba msaada, kuamini kwamba yule ni mganga, yule mfu anafanya kazi zangu. Kukataa ni hasara kubwa kwangu mimi, umesababisha mambo yangu yameharibika. Siwezi kukubali. Ndiyo kosa lako. Sasa nikwambie kitu. Nimependa sana uamuri wako ulivyo. Nitakuua ukafanye kazi kwenye himaya yangu. Unafaa sana wewe. Tena unafaa. Sikiliza, Mtambua Ndwele mganga ndo yeye, hakuna mwingine. Mimi ndo natambua kwa kila kitu. Mbona uko peke yako? Dada yangu yuko wapi? Unaniuliza kuhusu dada yako? Ina maana wewe tambui kabisa kama nilikuwa jela au? Uwepo wako wa jela mimi naujua. Toka uende jela. Dada yangu alitoroka hapa nyumbani. Na nikaamini wewe ndio utakuwa umemwambia aende sehemu ili mkakutane. Sasa unavyoniambia dada yangu hujui yuko wapi, unanichanganya. Sikiliza leo. Unavyoniambia Pakwini hapa nyumbani aliondoka kitambo, na mimi nanivuruga saikolojia ya akili yangu unajua. Nimekuja hapa kwa ajili ya Pakwini. Na nimekuja hapa kwa ajili ya kumuona mwanangu, si unajua? Nimeenda jela Pakwini nimwacha na ujauzito. Kwa hiyo nimetoka nimekuja kumwangalia Pakwini, kama akajifungua nimwangalie mtoto wangu nimuone ana jinsia gani niweze kuishi naye. Hata alipo mwanao natambua mimi. Alipokuwa ndani ya mikono ya mwanangu wa kumzaa mwenye damu yangu, yule nitamua na mwanangu mwenyewe nitamua kwa mikono yangu ukimshuhudia. Ukimshuhudia. We nani mwenzetu kujikuta Mungu mtu, unaua watu ndo biashara zako, kapotea wiki 3 wanaisha kama kuku, unaajiri watu yote kwa faida yako. Ungejiuliza tukifa tunakwenda wapi? Je, uko tunapokwenda kuna kuishi? Hao waliokufa kweli wapo adhabuni. Hivi ni kweli kuna moto na peponi? Analia siku ya kuja duniani, na atalia akiondoka duniani. Kifo kina siri kubwa, hofu ipo moyoni. Bora situngeishi tu, tunakufa kwa nini we? Siri. Huwezi kuamini, huyo unayemuona ni kaka yangu tumbo moja.
Kaka yako wa damu? Kakaangu wa damu, kakaangu tu mmoja, baba mmoja, mama mmoja. Sasa umemkosea nini mpaka nakuleta sehemu kama hii? Sawa. Si umesema hujui dadangu yuko wapi? Ni bora umenikuta mimi kuliko ungemkuta kaka yangu Polo. Angekufanya kitu kibaya sana wewe. Basi sawa. Na mimi kuepuka na ubaya, acha nijikatae, lakini kwa sababu nilikuja kwa ajili ya Fakwini na kwa ajili ya kuzungumza na familia yake ili tuweke mambo sawa, kwa sababu mimi sasa hivi nina mpango wa kubadilika. Sitaki tena kuwa msela, sitaki kuwa na mambo ya kiuni. Shanifahamu? Acha mimi nijikatae. Wewe tulia hivyo hivyo mshtakiwa, tulia hivyo hivyo. Tulia hivyo hivyo mshtakiwa, mdogo wangu nilikuwa nakutafuta sana. Mdogo wangu nilikuwa nakutafuta sana. Nitakupiga KO, tulia. Ulikuwa unataka kwenda wapi? Sikia sana nikwambie kitu kimoja. Nilivyosikia tu kwamba wewe umeingia mabovu. Huku sisteri unajua umemwacha na ujauzito. Dakika za mwisho sisteri aonekane mtaani, au sio bwana? Kwa sababu yako wewe. Alafu kizingatia unajua mimi nisababisha hadi nimefanya kazi za ajabu kwa sababu kumzingatia sisteri aende shule. Dakika za mwisho aje kutusendia hapa. Lakini umekuja kusababisha mimi nimeenda resi. Nimesha force vya kuforce, alafu dakika za mwisho na sisteri aonekane mtaani, alafu mambo kibao umesababisha wewe umemtambia ujauzito, alafu dakika za mwisho unakuja tu hapo unavimba kifofo, unachukulia poa, au sio? Sikiliza Polo. Sijamkosea lolote, isipokuwa kaamua tu kuniweka sehemu kama hii. Na nipo humu na miezi 3. Nimelia wewe mpaka nimechoka. Anaonekana na roho mbaya. Kama wewe ndugu yake kakufanyia hivi. Mwanangu tu. Mwanangu Mungu. Mwanangu. Mungu. Uniangalie mwanangu mimi. Mwanangu. Mungu. Jikaze, kwa uwezo wa Mungu tutatoka salama. Tuombe dua kwa Mwenyezi Mungu, tutatoka salama. Unaacha kunifanya chochote katika mwili wangu mzee, kwa sababu najua jinsi gani machungu uliyopitia kuhusu mdogo wako. Nifanye chochote kichao wangu, ukitaka nipige, ukitaka kuniua, baridi barafu mwanangu, mimi mshtakiwa kwako. Oya dogo. Unaleta taarabu. Sema naye huyo. Oya. Unanilegeza kifofo, au sio? Unanilegeza? Nakuuliza unanilegeza? Mimi nimekubali mwanangu. Oya sikia. Mimi wanted kwenu wana. Wewe ushakanyaga. Afuta kujua leo umeingia mtumbu wa kibwengo. Squat hivi. Umeelewa? Na kuonyesha action au unajifanya umepaga wenzio wote wa ile sikupigi KO. Mimi silegezeki ndugu yangu. Sikiliza familia basi. Umesikia? Mimi sijaja hapa kishari. Nimekuja hapa kwa ajili ya Fakwini. Nijue hali ya Fakwini. Nimuone mtoto wangu. Tuweze kuzungumza na familia yenu. Unaletea taarabu. Unaletea taarabu au si? Sikupigi ngumi nyingi. Nikitaka nikupige ngumi nyingi wanangu watemtege wenyewe wanaelewa. Leo naenda kukuonyesha action ndani. Twende. Nipo kama sipo, ila nipo na hivyo ndo nilivyo. Maisha ya kuaso nayo ndiyo yananipa changamoto. Nyegele. Unaenda wapi? Jomba, kuna sehemu kidogo naenda mara moja. Kuna pete yangu nimeipoteza. Mpaka dakika za mwisho ile pete nimeivua nikiwa ndani usiku. Na nikaiweka katika mfuko wa shati. Na asubuhi kulivyokucha hapa nilikumuta shati langu ili nilivae vizuri. Lakini pete sikuiona. Nikaenda mpaka napokwenda kwenye safari yangu. Nikagundua pete siko nayo. Nilivyorudi ndani nimeitafuta sana. Sikuiona pete yangu. Je, mjomba, uliiona pete yangu? Ndio mjomba, pete mimi niliokota baada kutoka nje hapa. Naiomba. Lakini baada ya kuokota ile pete nikaivaa kwenye kidole changu. Baada ya kuvaa ile pete ndipo nikaanza kuona vitu vya ajabu, vya kutisha. Na mbaya zaidi nikayapaka sura yako. Shika.
Nisikilize. Hata wanafunzi wa shule ya msingi hawatakiwi kutoroka. Kwa hili mlilofanya ni kosa kubwa kwenu. Baada hapo nikatoka zangu huko napoelekea. Njiani nikakutana na mdogo wake Chumvi akiwa na ustazi. Nao pia nikapa pete uvae. Baada kuvaa ile pete nao akaona vitu vya ajabu sana, vya kutisha. Kwa hiyo baada hapo tukaamua kurudi. Nikachukua ile pete nikaweka kwenye mfuko wangu. Baada ya kuchukua ile pete kuweka kwenye mfuko wangu, bahati mbaya mfuko wangu umetoboka, ile pete ikapotea. Kwa hiyo mpaka dakika hii sijui pete iko wapi mjomba wangu. Kwa hiyo mjomba, pete imepotea, si ndio? Ndiyo mjomba. Lakini mjomba, kwani ile pete na gharama kiasi gani? Mimi si nitakununulia tu, si nauza buku tu mbele mbele. Sawa. Nashukuru nimeenda salama, nimerudi salama. Na yote kwa yote, kile ambacho ameniagiza huyu binti nimefanikiwa kukipata. Japokuwa kwa changamoto kubwa sana. Nimeeleweka? Sasa basi, niombe tu twendeni kule katika kijiji cha wafu, ili niende nikamsaidie mama. Lakini si mama tu peke yake. Wapo wapuuzi wengine kule. Wanajifanya wamelizika kuishi kule, lakini hawaishi kwa amani. Na inavyoonekana baba yake na huyu anawatindua ubongo. Anawafanya kuwa kama potwa ngoma. Yaani kama wameweuka. Muda wote wanaona kama jua kali mchana tu. Wenyewe wamelizika, kuna mmoja linakunywa pombe, yani liko sawa tu. Kuna mwingine chongo, sikatumbuliwa nani ile jicho. Kwa hiyo tunahitajika kwenda kuwasaidia. Sisi hapa ni vijana, na kama vijana ni vijana chapakazi. Huyu hapa huyu kapewa nguvu za kiza sijui, na huyo baba yake. Lakini mimi kwa nilipokwenda nimekutana na mtu anaitwa Kibwana Mwinyi Mkuu. Huyo naye amenipa chale za mgongo. Zile chale kila kizikumbuka kia Mungu mbona zini kuniuma. Nitamani kumtia boge la gumi. Manake chale zile zinachanjwa hivi chwa. Mwenzangu kachukua kisu cha mkunjo kafanya kachobwe huku mgongoni. Damu zilimiminika. Lakini niseme tu jambo la kumshukuru Mungu. Sasa hivi napaa. Yaani napaa kama drone ya bwana Anu baba. Nimeeleweka sijui. Na dawa nimepewa kwa ajili ya kupaka huko. Na nyinyi pia huko mbele tunapotaka kuingia katika huo msitu na kuelekea katika hiyo kijiji, nitawapakeni dawa kwa ajili ya kinga, hamtaweza kufa. Hiyo dawa ukipaka mbwewe, ukipiga uruzi tu unapaa nayo hapa mfukoni. Lakini pia nguvu ya kumsukuma mtu nayo pia, jump cut inaitwa hiyo. Lakini Chumvi Nyingi rafiki yangu,
wewe unaelewa kwamba mimi nina madrasa. Sasa unavyosema twende huko tukapambane, nikikutwa na majanga, unadhani nani atakayeendesha madrasa yangu? Acha uoga wewe. Shekhe uoga, shekhe imani kwanza. Wewe ndo kipaumbele wa kwanza. Nasemaga jamani huku kabulini, huku kuna adhabu, kuna kitu gani? Tunasemaga mambo kama hayo, maana ni kama umezoea mazingira ya kabulini. Sasa hapa leo hii kama unataka kabulini tu unashinda kwenda kupambana kwa ajili ya Allah, kumsaidia binadamu wenzio. Acha uoga. Machale kunde sana ijua hiyo. Kama tulivyoongea shehe wangu, kuwa tunahitaji dua zako ili kuweza kufanikisha mambo yetu. Na hata hao wachawi huwa wanamuomba Mwenyezi Mungu kufanikisha mambo yao. Lakini kwa sasa hivi sidhani kama watakuwa wanamuomba Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sisi tutatumia fursa hiyo hiyo ili kuweza kuwaangamiza. Ni kweli kabisa Sheikh wangu. Bado unahitajika kubaki na sisi, maana ilishaandikwa kul bayana. Mdogo wangu Iwaya nimekupa mimi, basi usiongee hapa. Haijakaa sawa sana. Utatoa boko kwa shekhe hapo. Nini anayejua huyo? Sawa? Sawa, tunaenda kupambana. Na vipi kuhusu mamangu? Wewe mbona nini wewe? Unataka kunyonya au? Oya, usi ndo anayetutafuta huyu Balonga. Ni yeye. Tazama hata tumbo lake, kofia yake, macho yake, hakika ni yeye. Sawa sawa, ndiyo yeye, haujakosea. Alikuwa anakutafuteni kwa niaba ya kukamateni kutumikia serikali. Kwa sasa ananitumikia mimi, jeshi la mtuyu mmoja. Hebu subiri kwanza we mzee. Na huyu ambaye umemshika mkononi, mbona kama kimbwa fulani kidogodogo au ndo mbuzi kaliame? Huyu mbwa wangu wa kizungu. Utajua wewe. Hata nyinyi nataka muwe kama huyu. Ubanza, unatakiwa muda huu, wakati huu, sasa hivi uchukue mbwa wangu, uende naye kwa binti yangu, ukamchukue na umlete hapa pasipo kosa. Huyu anapaelewa vizuri, atakusaidia kwenye jukumu. Wewe mama yako anapata kitu gani hapa? Ndama we, ng'ombe mtoto. Unafikiria ujinga kanisa, unafikiria mpango wa maana hapa? Hawataka niongee sana mpaka umeshinda kunisaidia kwa mama yangu. Mama yako kama hapa ipo kijijini, muache auze anzuki. Aende kwanza ni kondo pale. Kuna shida gani? Si unazungumzia mambo ya maana, unamzungumzia mama yako. Nyamaza, wao hujui chochote. Anayefahamu ni wewe hapa. Mamangu ameahidi atanikuta hapa. Na vipi nimeondoka huko? Ikatokea nimekufa. Mtakuja kumjibu nini? Ni kweli anachosema. Mama yake aliniomba ruksa anaenda nyumbani, lakini mpaka sasa hivi hajarudi. Kwa hiyo ninachoshauri hapa, kabla hatujafika hiyo safari tunayoenda,
tupitie kwanza nyumbani kwake tukamwangalie, halafu tutaenda huko tunakwenda. Sawa, wenda kafunge mlango. Na wewe swala la ukifa tunamweleza nini mama yako? Si swala dogo tu, mwanae kafa. Si basi. Mbona jibu dogo? Mwanae kafa, shekhe. Shekhe. Wauni. Shekhe. Let's go. Champo yuko wapi? Yupo mpakani, anakamilisha ulinzi. Wewe jamani, sisi ni utumbo ndio tunataka tulione. Hao, kwa nini mmewafungia? Unatumikia adhabu. Adhabu gani? Wamemburuza Champo. Kafungulieni.